Bila ya kujua unamteka mtoto ambaye baba yake ni Christopher Lazar, mtu mwenye nguvu kubwa katika ulimwengu wa uhalifu, ambaye watu wengi wanaamini na kuogopwa kwa hadithi zake za kutisha, wasijue baba huyo ni kubwa la mavampire. Abigail anatekwa nyara na kundi la wahalifu 6 wenye ujuzi mkubwa. Wanampeleka katika jumba la Wilhelm Manor lililojitenga mbali na watu. Lambert ambaye ndiye aliyewaajiri anawaambia wamlinde Abigail kwa muda wa saa 24. Baada ya hapo kila mmoja wao atapokea dola milioni 7 kutoka kwenye fidia ya dola milioni 50 ambayo baba yake Abigail atalipa ili mtoto wake kuachiwa. Kundi hilo linatumia majina bandia ili kulinda utambulisho wao, akiwemo Joy aliyewahi kuwa mhudumu wa afya katika jeshi, Frank aliyewahi kuwa mpelelezi, Sammy mdukuzi hatari wa kompyuta, Rickles aliyewahi kuwa mpiga risasi hatari, Peter mlinzi wa kundi la kihalifu, na Dean mwenye tabia za ulevi na asiye na huruma. Abigail anamwambia Joy kuwa baba yake hamjali na kwamba hatalipa hiyo fidia, kisha anamwomba msamaha Joy kwa jambo baya ambalo litatokea kwake. Kauli hiyo inamshangaza Joy. Wakiwa zao wamekaa wakijua wanamlinda huyo mtoto huku wakinywa na kucheza michezo mbalimbali, Joy anamuuliza Frank kama anamjua baba yake huyo mtoto, maana mtoto amewaonya, na ndipo Frank anaenda ndani kumuuliza mtoto huyo. Kwa bahati mbaya hajafunika uso wake. Abigail anamuona Frank uso. Frank anajaribu kumtishia kama ameiona sura yake na kumuuliza jina la baba yake, ndipo anapotajua ni Christopher Lazar. Frank anatoka nje na kutaka kuondoka, akiwaambia wenzie pesa yake wagawane. Wakimuuliza nini shida, anawaambia jina la baba wa mtoto, na wote wanaogopa, lakini wataondekaje na tayari Abigail kashaona sura ya Frank. Hivyo wanaamua kujilinda ikitokea lolote lile, ili tu wapate pesa yao na kila mtu atawanyike. Wakiwa katika lindo, kila mmoja na sehemu yake, Sammy anasikia kelele, anaenda jikoni akimtafuta Dean aliyepiga kelele. Anamuona akiwa amekaa kwenye kiti, anamfuata kumgusa. Kichwa cha Dean kinaanguka chini kikiwa kimegawanyika na mwili, na hapo Sammy anapiga kelele. Wote wanaenda kulipo na kelele na kuona hilo. Rickles akiwaambia huyo ni Valden, muuaji wa Lazar anayeogopeka sana, anaua kikatili, huenda kashafika hapo. Hivyo wanaenda kumwangalia ndani Abigail kama yupo salama. Ndani Abigail yupo amelala tu, na hapo Rickles anajitoa akisema hataki tena. Lakini anapofika nje, milango yote imefungwa kwa vyuma, hakuna pa kutokea, hata madirisha pia yamefungwa, na hapo wanajua wapo kwenye mtego. Nikukumbusha usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kuacha comment yako ili niendelee kukuletea movie nzuri zaidi. Muda mfupi baada ya Rickles naye anapatikana akiwa ameuawa kikatili. Kundi hilo linamfuata Abigail ili kupata majibu. Frank anamtishia Abigail huku Joy anajaribu kuzuia kuvamiwa kwa mtoto huyo, wakati Frank yeye akiamini mtoto huyo ndiyo mtu pekee anayejua nini kinaendelea. Wakiwa anabishana, ghafla Abigail anabadilika na kujigeuza kuwa ni vampire na siri inafichukia hapo. Frank anampiga risasi kichwani, lakini Abigail hafi, anapona mara moja kana kwamba hakuna kilichotokea. Wanakimbia kumfungia kwa ndani huku wakiwa wana wasiwasi na kuogopa sana. Frank, Sammy, Joy na Peter ndio watu waliobakia. Wanaanza kutafuta namna ya kumzuia mtoto huyo na vitu mbalimbali vya kwenye hadithi za kale ambavyo vinaaminika kuwa vinaweza kuua vampire ndani ya jumba hilo, lakini hakuna hata kimoja kinachomdhuru Abigail. Ana kasi na nguvu kubwa kiasi kwamba anawazidi kwa urahisi wakiwa wanapambana naye. Sammy anang'atwa mkono na Abigail, na hapo Joy anapata nafasi na hatimaye anamchoma Abigail dawa za kumfanya apoteze fahamu, ile waliotumia wakati wanamteka na kumfungia kwenye chumba maalum. Baada ya kuamka, Abigail anafichua kwamba ana umri wa karne nyingi, yani ni mkubwa sana. Pia anawaambia kwamba Lambert anafanya kazi kwa baba yake. Kinachoitwa utekaji nyara ulikuwa ni mtego uliopangwa na baba yake Lazar ili kuondoa maadui zake. Joy anatambua kwamba Abigail ni muongo na huwaua watu ambao waliwahi kukosana na baba yake, na huo mpango wote ni wa kwake kwa ajili ya kupata upendo na kukubalika kwake kwa baba yake. Hawamwamini yani tena mtoto huyo. Wanatoka nje, akibaki Frank kumlinda. Abigail anafanikiwa kutoroka kutoka kwenye kifungo chake na kumshambulia Frank. Wakati huo Joy anaingia kukiwa kumekucha, ni asubuhi. Anaingia na kuvunja mbao za kwenye dirisha. Mwanga wa jua unaingia na kumdhuru Abigail ukimkata mkono, na hapo wanapata nafasi na kukimbia. Wakiwa library wanaamua kugawanyika kutafuta njia ili kukimbia, maana kumekucha na najua kabisa jua ndilo kitu ambacho kinaweza kuwasaidia. Wakiwa wamegawana makundi, Sammy akiwa anapita huko, akili yake inageuka kwa kuwa alishang'atwa na Abigail na yeye ni vampire. Akili yake ikiwa inaendeshwa na Abigail na kumuua Peter, kisha anarudi kwa Joy na Frank ili kumalizia. Joy anatumia jua tena na kumuua Sammy anayekatika vipande vipande.
Baadaye Lambert, yule aliyewapa kazi, anawavuta Joy na Frank kwenye chumba cha siri kilichopo salama. Yaani muda wote Lambert alikuwa anaangalia yale yanayojiri. Hapo anawafichulia kwamba Abigail alimgeuza kuwa vampire miaka miwili iliyopita na ndiye anayemuendesha kama adhabu kwa sababu alimsaidia Frank alipomkosea baba yake na kumkimbiza na kumficha na kuwa adui wa baba yake. Yaani Frank baada ya kufanya makosa na kukimbia, Lambert alimficha. Abigail yeye anawaleta hapo watu wote waliowahi kumkosea baba yake na kuwashambulia na kuwaua. Na Lambert anamwambia Frank kwa amsaidie kumuua Abigail, akimwahidi chochote anachokitaka na kwamba Lazar anakuja yupo njiani, hivyo watamuua Abigail na baba yake na kuchukua kila kitu na mali zake. Lambert anamgeuza Frank kuwa vampire. Frank anakubaliana naye kwa muda, lakini baada ya kubadilika, Frank anamsaliti Lambert na kumuua akiwa anamfuata Joy kummalizia. Abigail anaingia hapo, lakini Frank ana nguvu sasa hivi, anakunywa damu yake na kumwacha akiwa dhaifu. Joy muda huo anapata kufungua mlango na kukimbia. Frank anamfuata nyuma na kumkamata na kumtesa, kisha akimtupa chini kumuua, lakini Abigail anamsaidia Joy na kumwomba wasaidiane kumuua Frank. Frank anamng'ata Joy na kuanza kumwamrisha afuatishe kile anachokitaka kama ambavyo Sammy alikuwa akiendeshwa na Abigail. Lakini nguvu yake haifanyi kazi. Anagundua kwamba bado ni vampire mchanga sana kiasi kwamba vampire atakayemng'ata yeye hataweza kumtii bado, ila atabadilika tu na kuwa vampire. Abigail anapata nafasi ya kuungana na Joy, wawili hao wanashirikiana na hatimaye wanamuua Frank. Baada ya hapo Abigail anamwambia Joy kuwa amerudi katika hali yake ya ubinadamu, kwani Frank ameshakufa, mtu aliyemng'ata amekufa, hivyo amerudi katika hali yake ya ubinadamu na aondoke arudi kwa mtoto wake. Lakini kabla Joy hajaondoka, Christopher Lazar, baba yake Abigail, anafika na kumtisha akitaka kumla Joy. Abigail anasimama kumlinda Joy akimwambia baba yake kwamba Joy alikuwepo pamoja naye wakati alipomhitaji baba yake, kitu ambacho yeye hakuwahi kukifanya. Lazar anamkaripia kwa hasira mtoto wake, lakini mwishowe anamruhusu Joy kuondoka kwa sababu ya binti yake. Joy anaondoka akiwa na nafasi mpya ya kurekebisha uhusiano wake na mwanaye ambaye walipoteana na kutengana muda mrefu sana, huku Abigail akibaki na baba yake. Na hii ndio filamu inayoitwa Abigail, inaitwa Neema Mohamed. Asante sana, mpaka wakati mwingine tena, bye bye.